Israel inadai hadi wakati huu Iran imerusha zaidi ya makombora 400 na mamia ya ndege zisizokuwa na rubani kuelekea maeneo mbalimbali nchini Israel tangu Ijumaa, kufuatia duru ya awali ya Israel ya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya Iran. Shirika la habari la CNN limenukuu ofisi ya waziri mkuu ambayo imesema shambulio hilo limekumba zaidi ya maeneo 40 kote nchini Israel na kusababisha takribani madai 19,000 ya uharibifu yaliyosababishwa na mamlaka ya kitaifa ya Israel. Mzozo unaoendelea kati ya Israel na Iran umesababisha madhara makubwa, huku mataifa yote mawili yakikabiliwa na makombora ya mara kwa mara na vifo vinavyoongezeka pamoja na majeruhi. Kwa mujibu wa ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, Iran hadi sasa imerusha zaidi ya makombora 400 na mamia ya ndege zisizokuwa na rubani kuelekea katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Israel kuanzia siku ya Ijumaa. Tangu Israel ianze kuishambulia Iran Ijumaa iliyopita, inadaiwa kwamba makombora mengi yamerushwa katika maeneo mbalimbali nchini humo na kusababisha taharuki katika maeneo hayo. Kufikia sasa watu 24 wameuawa nchini humo na zaidi ya 800 wamejeruhiwa na zaidi ya watu 3,800 wameachwa bila makazi kutokana na nyumba zao kuharibiwa vibaya, ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu imeeleza. Hata hivyo, watu 224 wanadaiwa kuuawa nchini Iran tangu Ijumaa kulingana na mamlaka za Iran. Kuongezeka kwa kasi kuna sheria moja makabiliano hatari zaidi kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu za kikanda katika miaka ya hivi karibuni, na kuzua hofu ya kutokea kwa vita vikubwa na kuibua wito wa kimataifa wa kujizuia. Nchi zote mbili zinaendelea kufanya biashara ya moto mkali na mifumo ya ulinzi wa makombora inahusika katika anga ya Israel, na ripoti za uharibifu mkubwa wa miundombinu katika miji mikubwa katika mataifa yote mawili. Jumuiya ya kimataifa inafuatilia kwa karibu hali hiyo, kwani juhudi za kidiplomasia za kupunguza hali hiyo bado hazijafanikiwa. Lakini bado inaonekana kwamba kuna baadhi ya mataifa yanafanya mpango wa kuhakikisha vita hivi vinakamilika. Lakini Marekani, ambayo inaonekana ingekuwa na nguvu katika kutafuta suluhu katika vita hivi, inataka kujiingiza moja kwa moja katika vita hivyo kutokana na kauli iliyotolewa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwamba kuna uwezekano mkubwa Marekani kaingia moja kwa moja kupambana na Iran, hasa pale ambapo Iran itakaposhambulia maeneo yake ya ngome za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Ikumbukwe Marekani ina ngome za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na maeneo mengine katika ukanda huo. Hata hivyo, baadhi ya mataifa yameionya Marekani. China na Urusi zimeionya Marekani mara moja kuachana na mpango wake wa kuingia vitani dhidi ya Iran. Hata hivyo, mataifa mengine kama vile Pakistan imeweka wazi kwamba lazima itaingilia kati mzozo huo ikiwa Israel itatumia makombora ya nyuklia ama itaendeleza mpango wake wa kufanya mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran, lakini pia ikiwa Marekani itaingilia kati moja kwa moja mzozo huo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia kupitia hapa The World News, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.